nyimbo na tuziimbe tena, zalivyotupenda mbele. Sadaka inatengeneza uhusiano, na leo nataka nikupeleke kwenye kitu ambacho kinajenga uhusiano kati ya hiyo sadaka. Ni fedha yenyewe ndio inajenga uhusiano, kwa sababu kuna mtu mwingine anaamini nikitoa pesa tu mambo yangu yatakuwa vizuri. Ni pesa yenyewe inajenga uhusiano na Mungu, au ni kitu gani Mungu anakihitaji kwenye maisha yako? Ni kweli Mungu anahitaji hiyo pesa ulionayo? Na kwa nini pesa ulionayo ndio ikujengea uhusiano wewe na Mungu? Mungu si anasema katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Kutoka, anasema usinifananishe na kitu chochote. Amen. Kwa nini fedha itumike kujenga uhusiano na Mungu, wakati Mungu mwenyewe anasema hakuna kitu duniani kinachoweza kutumika, hakuna kitu kinachoweza kutumika duniani kujenga uhusiano kati ya maisha yako na nani? Na Mungu. Amen. Sasa kwa nini unatoa? Kuna kitu gani kimejificha kwenye hilo eneo la kutoa ambacho sisi hatukijui? Jambo la kwanza, andika. Utoaji ni tendo la kudhihirisha mapenzi ya kweli ama upendo wa kweli kati yako wewe na Mungu. Sizungumzii fedha, nazungumzia uhusiano wa kiupendo uliojificha kati ya moyo wako na Mungu. Namba mbili, kumpa Mungu moyo wa kweli, moyo wa kweli. Namba tatu, ni agano la furaha kati yako wewe na Mungu. Yakumbuke vizuri hapa, kuna kitu kinatafutwa hapo kwenye sadaka, sio pesa. Kuna furaha Mungu anaitafuta kwenye maisha ya mtu aipate. Kuna upendo Mungu anautafuta kwenye maisha ya mtu aupate. Namba nne, ni nadhiri ya maisha. Ninapozungumzia nadhiri ya maisha, ni kuelekeza moyo wako kwa Mungu bila kujali chochote kitakachotokea katika maisha yako. Hakuna kitu kitakachokutoa. Moyo wako ndio sadaka. Namba tano, kuvifanya alivyokuwa pa Mungu kuwa sehemu ya watumishi wa Mungu. Kuvifanya alivyokupa Mungu kuwa sehemu. Sikiliza, mali zako zinatakiwa kumwabudu Mungu. Vitu ulivyonavyo vinatakiwa kumwabudu Mungu. Vinatakiwa kuwa watumishi wa Mungu. Hata kama unatumia simu, inatakiwa kuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Amen. Hata kama unatumia redio nyumbani kwako, inatakiwa kuwa nani? Mtumishi wa nani? Kama si redio, kama sio mtumishi wa Mungu, na vitu vingine usipotolea hata sadaka utasikiliza Bongo Flava, kwa sababu havina mahusiano na nani? Na Mungu. Amen. Havina mahusiano na Mungu. Vitu vyako na vyombo vyako, hata kitanda chako, amen, vinatakiwa vipewe jina. Hao ni akina nani? Hata sahani za kulia chakula chumbani, vijiko, amen, visu. Kama sio watumishi wa Mungu, utaanza kukata mboga zinapokata mikononi. Sasa vitu vyako lazima viwe watumishi wa nani? Wa Mungu. Kila kitu ambacho unakitumia, kwa sababu vitu hivi kama usipoviombea na kuvikabidhi kwa Mungu na kuvifanya kuwa sehemu ya watumishi wa Mungu, adui atavitumia kwa ajili ya kuzuru maisha yako. Amen. Ndio maana kuna sadaka zile zinaitwa sadaka za limbuko. Vile vitu vinavyoibukia katika maisha yako, vinavyotokea, vitolewe sadaka ili vitumike na nani? Na Mungu. Visije vikatumika na nani? Na mwovu. Kwa sababu mwovu anapotaka kuachilia jambo ama tatizo, ataachilia kwenye vile vitu ambavyo unatumia. Nisomee kitabu cha Luka 10 mstari wa 25 mpaka mstari wa 28. Luka 10:25 mpaka 28. Ndio. Natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote.
maneno yaliyoandikwa mahali hapa. Nataka uyatazame maneno muhimu manne aliyetamkiwa mtu huyu. Alafu na jambo moja limejitenga. Jambo la kwanza, aliambiwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Zingatia hilo neno, kwa moyo wote. Amen. Zingatia hilo neno, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Neno hili nataka liwe na uzito mkubwa sana katika moyo wako au katika maisha yako. Haitoshi kukoka. Amen. Haitoshi kuamini ama kubaki kanisani. Amen. Huyu kijana anaambiwa ya kwamba ampende Mungu kwa moyo wake wote. Moyo wake usipende vitu vingine isipokuwa mpende nani? Mungu. Lazima ujikague. Huyu kijana ni mtumishi wa Mungu, lakini anakutana na hatua moja. Anakutana na kipimo cha Kristo ambacho mtu huyu, kipimo hiki ambacho anapima yeye kinatumika kupima maisha yangu mimi siku ya leo na kupima maisha yako siku ya leo. Anaambiwa huyu ni mtumishi wa Mungu na anasali na yupo karibu kabisa na Kristo. Amen. Anamuuliza Bwana Yesu, nifanye nini ili niweze kuona ufalme? Amen. Kwa nini anauliza swali hili? Ngoja tutajua maana yake ya kuuliza hili swali. Amen. Tutajua maana yake ya kuuliza hili swali. Sasa nataka na wewe ujiulize. Unataka Mungu akubariki? Unataka Mungu atembee na wewe? Amen. Je, wewe ni sehemu ya kumpenda Mungu kwa moyo wako wote? Amen. Namba 2. Aliambiwa ampende Mungu kwa roho yake yote. Anaambiwa kwa bali ya roho yake mpende Mungu. Sasa roho yake inapendaga nini? Kwa sababu Yesu asemi kama alioni tatizo kwenye roho yake. Jambo la 3, akaambiwa mpende Mungu kwa nguvu zako zote. Kwa nini aambiwe ampende Mungu kwa nguvu zake zote? Jambo la 4, najua nguvu zetu zinatumika wapi? Nguvu zetu. Amen. Pima nguvu zako zinapotumika, alafu kisha umuombe Mungu. Amen. Pima nguvu zako zinapofanyaje? Zinapotumika, alafu kisha mpende Mungu. Alafu kisha uingie kuomba. Usitumie kwanza nguvu kwa kwingine, alafu kisha urudi kuomba. Pima kwanza kiwango cha nguvu zako zinavyotumika kwa Mungu. Amen. Kumbe unaweza kutoa sadaka lakini nguvu huna. Unaweza kutoa sadaka moyo huna. Unaweza kutoa sadaka upendo hauna. Unaweza kutoa sadaka roho hauna. Amen. Twende namba 4. Aliambiwa mpende Mungu kwa akili zake zote. Hapa ni pazuri sana. Ndio unaweza kaa ibadani. Amen. Alafu unazunguka mbezi. Unaweza kaa ibadani. Amen. Hapo huko unapika tambi nyumbani. Umekaa kama unanisikiliza hivi. Kumbe akili shahama kitambo. Haiko hapa. Anasema mpende Mungu kwa akili zako zote. Je, unapokuwa ibadani unaweza kuelekeza akili zako zote kwa mhubiri? Ukasikiliza mafundisho mpaka dakika ya mwisho? Akili zangu zote. Kuna wakati ukiangalia baadhi ya picha, akili zako zote mpaka picha liishe. Lakini ukiwa ibadani, akili zako zote haziwezi kutazama neno. Sasa Yesu anakuambia mapema, anakuambia wewe unanitaka mimi? Sema ndio. Wewe unanihitaji mimi? Amen. Hebu nipende kwa akili zako zote. Sasa usibakize nyumbani. Kumbe kuna watu wanaweza kama wamefika hapa akili wameacha wapi? Nyumbani. Amen. Utamwona Yesu? Utamwona? Siwezi kumwona. Kumbe kuna maombi ili yajibiwe yanahitaji akili. Amen. Kuna maombi ili yajibiwe yanahitaji nguvu. Amen. Kuna maombi ili yajibiwe yanahitaji roho. Na kuna maombi ili yajibiwe yanahitaji nini? Upendo. Unampenda Mungu? Amen. Sasa kuna jambo limejitenga na liko peke yake. Na tena hili halihusishi kabisa kwenye vitu hivi vya juu. Na hivi vitu vinne ambavyo vimetajwa hapa, Biblia inatoa onyo. Usiwape wanadamu. Amen. Biblia inataka hivi vitu umpe Mungu. Najua hebu jifunze kutenganisha. Hivi vitu vitatu vinne vilivyoandikwa hapa, Mungu anataka umpe nani? Mungu. Alafu kuna kitu kimoja hapa ambacho Mungu anataka umpe mwanadamu. Amen. Anasema
na haina uzito sana kama hivi vya juu. Anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Amen. Sasa nafsi inahusisha kwenye nini? Nafsi inahusishwa kwenye eneo gani? Nafsi ndio inahusisha upendo kati ya maisha ya watu na watu, kati ya maisha ya shetani na watu. Amen. Nafsi inahusisha nini? Upendo. Nafsi inahusisha ndoa. Ukisoma katika kitabu cha Korintho, anasema mtu adhinie na mwanamke kahaba anafanya tendo la kufanyaje? La kuangamiza nini? Nafsi. Amen. Kwa hiyo nafsi inahusisha sana eneo la upendo. Kama unampenda mchawi, unampenda jirani yako, unapenda ndugu zako, inahusishwa nini? Nafsi. Amen. Kwa hiyo nafsi imegawanya pia, ina upendo wake, lakini kuna upendo ambao haugawanyiki na upendo unaopatikana kwenye nafsi. Swala la kumpenda Mungu alihitaji upendo wa nafsi, linahitaji upendo ambao unatakiwa uchukue maamuzi, utake usitake. Amen. Utake usitake, inabidi umpende nani? Mungu. Amen. Sasa huyu kijana anatuonyesha kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, yeye anamtumikia Mungu, yeye anampenda Mungu. Akaenda kwa Yesu akasema, nifanye nini au nimebakiza kitu gani ili niweze kuona ufalme? Kuna wakati mwingine natamani na wewe sasa ufike nyumbani uanze kumwambia Mungu, pamoja na sala zako usijihesabie haki. Amen. Na maombi yako usijihesabie haki. Amen. Sasa piga magoti mwambie Mungu, nimebakiza nini? Niambie ukweli. Na ukiambia usikatae. Amen. Mwambie nimebakiza kitu gani? Kama ibada naenda kila siku. Amen. Sadaka pia natoa. Amen. Kanisani sikosagi. Amen. Sasa kitu gani ambacho kinaweza kusababisha mimi nisione ufalme? Haya maombi tunaomba. Huyu akaomba, akapewa majibu yake. Sisi tunaomba, kweli moyo wako unampenda Mungu? Aya. Moyo wako unaupelekaga wapi? Ni tatizo kubwa katika utumishi wako au katika wito ambao Yesu amekupa. Amen. Au katika wito ambao Mungu amekuita. Na nimesikia vizuri sana hapa. Nilisema uhusiano ulipo kati ya sadaka na nini? Na maisha yako, sio? Katika vitu vinavyochukua moyo na akili za wanadamu, eneo la kwanza ni pesa. Eneo la kwanza ni pesa. Upendo unaoutumia kwenye pesa, sio. Akili unazozitumia kwenye pesa, sio. Eneo la pili ni ndoa. Akili, na usipoelewa haya maeneo ninayokutajia, wito wako hautafika mahali. Kwa sababu huyu kijana anaonyeshwa wazi kwamba awe makini. Roho yake kuna mahali asije kaipeleka, nguvu zake kuna mahali asije kazipeleka, akili zake kuna mahali asije kazipeleka, upendo wake kuna mahali asije kaupeleka. Kwa sababu kuna sehemu ukipeleka upendo wako, amen, na vile vitu vikipokea huo upendo wako, na vile vitu vikipokea hiyo akili yako, vinakuzuia kumtumikia Mungu. Sina nielewa vizuri? Vinakuteka na vinakuzuia kumtumikia nani? Mungu. Ndio maana Yesu anazungumza na huyu kijana, anamwambia kwamba mpende Mungu, kwa sababu anaona upendo wa Mungu kwake kuna mahali umezuiliwa, roho yake kuna mahali imezuiliwa, nguvu zake kuna mahali zimezuiliwa, na akili yake pia Mungu anaiona kuna mahali imezuiliwa, lakini ni mtumishi wa Mungu. Ni nani? Tunasikizana vizuri? Tunaelewa? Mstari wa 29 mpaka 37. Naomba tusome maneno fulani hapo. Alafu huku naomba niangalie kitabu cha Korintho 13, wa kwanza 13 mstari wa kwanza mpaka 8. Inasema, ndio. Akamwambia, umejibu vyema. Umejibu vyema. No, 29, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, ndio, akaanguka kati ya wanyang'anyi,
Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Yupi alikuwa jirani yake kati ya wale wanyang'anyi? Akasema, ni huyu aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo. Nenda na wewe ukafanye hivyo hivyo. Kwa nini Yesu anamwambia huyu kijana ambaye anamwamini Yesu, ambaye anamtumikia Mungu, ambaye ni mtumishi wa Mungu, anaambiwa ya kwamba nenda na wewe ukafanye hivyo hivyo? Sijaona ukifanya. Amen. Nenda ukafanye. Amen. Lakini umeokoka. Amen. Unasali. Sawa. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Hiki kitu ufanyaji. Nenda na wewe ukafanye hivyo hivyo, nitakuhesabia haki huko kwenye ufalme. Nitakuona wewe unanitumikia. Unajua kuna vitu unavyovifanya unaonyesha ule utumishi ambao umebeba ndani. Sasa huyu kijana Mungu amempa nuru, amempa wokovu. Sasa wokovu huu hauonyeshi kwa watu. Nataka niige kwamba alikuwa na upendo unaobagua. Sio Yesu alimwambia bague. Yeye alikuwa na upendo unaochagua. Alikuwa na upendo unaobagua. Sikiza. Kama hujampenda Mungu kwa moyo wako wote, na kama hujampenda Mungu kwa akili zako zote, na kama hujampenda Mungu kwa nguvu zako zote, na roho kwenye nafsi yako zizungumzie hapo, ndio mwenyewe hapa juu hapa kwenye vitu vinne ndio nazungumzia hapo. Amen. Ni rahisi sana kuwa na upendo unaochagua, kwa sababu hujampa Mungu akili zako zote, kwa sababu hujampa Mungu roho yako yote. Huyu kijana alikuwa hana hivi vitu ambavyo Yesu anavitaja hapa. Kwa hiyo ikatokea ndani yake ana madhara ya upendo unaobagua. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukawa na madhara ya upendo unaochagua. Sio sheria inakuagiza, sio neno linakuambia upende watu wa aina fulani tu, bali kuna watu wapendi. Lakini hao watu ambao wapendi na wana haki. Sasa Biblia inatuambia hivi, kuna mtu alipigwa na majambazi. Amen. Alipigwa na watu. Sawa. Anasema baada ya kupigwa akaanguka njiani, akawa hana msaada. Sasa wakapita hawa watu wanaojiita watumishi wa Mungu, kumbe si watumishi wa nani? Tena wamejaa neno. Anasema akapita wa kwanza, akaishia zake. Ana upendo unaochagua. Amen. Lakini ndani ana nani? Ana Kristo. Na ndani anasoma maandiko kila siku. Kumbe wewe umeokoka ama unamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hauko tayari kutumika vile Mungu anataka kudhihirika, anataka kuonyesha upendo wake kwa watu wake, unazuia. Mungu anataka kuonyesha upendo wake kwa watu, unazuia. Matendo ya Mungu yanadhihirika kwenye kazi za mikono yako, au matendo ya Mungu au miujiza ya Mungu inadhihirika kwenye kinywa chako. Kwa hiyo ikitokea unaamua kujitengeneza kuwa mtu mwenye dharau, maana yake hutaki kazi za Mungu zidhihirike kwenye maisha yako. Unaamua kujitengeneza kuwa mtu ambaye unavaa nusu uchi, maana yake ni kwamba hutaki kazi za Mungu zidhihirike. Kwa sababu Mungu ili afanye kazi duniani anamhitaji mtu anayeweza kujitengeneza, ni kwamba kazi za Mungu zikadhihirishwa katika maneno ya kinywa chake. Kwa unaona huyu kijana hakutaka kazi za Mungu zidhihirike, ingawa analijua neno la Mungu. Amen. Anasali, anaomba, anakesha, anakuwa kanisani kila siku, lakini hakuruhusu kazi ya Mungu idhihirike kwenye tabia yake. Sasa sikiliza nikwambie, bado hujafikia kiwango cha kumwelewa Mungu. Amen. Hujafikia hatua ambazo Mungu anafanyaje? Anazitaka. Unaweza kama unasali, unaomba, lakini kuna kiwango Mungu anataka ufike cha kumsikiliza na kumtii na kumwacha Mungu adhihirike kwenye tabia zako na matendo ambayo yapo katika mwili wako. Amen. Sasa huyu kijana akashindwa kumdhihirisha Kristo, akaambiwa ya kwamba nenda wewe ukafanye hayo ukiokoka.
usiwe mwepesi kujihesabia haki kwamba mimi niko sawa sawa, hiki ninachokifanya ni sawa sawa. Msikilize sana Mungu. Amen. Alikuwa na upendo unaobagua. Epuka sana upendo unaobagua. Epuka sana kutenda wema mara moja moja. Epuka sana kupenda mara moja moja. Epuka sana akili yako kuwaza ibada mara moja moja. Epuka sana moyo wako kumfikiria Mungu mara moja moja. Amen. Mungu anataka mpende kwa moyo wote. Yaani nguvu uliyotumia kumcha Mungu siku ya jana, leo itumike mara mbili yake. Sio leo ipungue. Amen. Wiki iliyopita nilikuwa najisikia kumtumikia Mungu sana. Wiki hii sisikii. Wewe una upendo unaochagua. Kuna vitu vingine unapendaga. Ndio maana kuna wakati unasikia hamu ya kuja kanisani, kuna wakati hausikii, kwa sababu moyo wako umeugawanya. Umependa vitu vya dunia na unapenda vitu vya Mungu. Kama moyo wako ungeuelekeza kwa Mungu, upendo wako usingegawanyika. Kuna wakati usingesikia. Bwana Paulo anasema yeye nilipendalo silitendi, maana yake moyo wake umegawanyika. Kuna vitu vingine anapenda visivyotokana nani? Na Mungu. Kwa hiyo inalazimika sasa, kuna wakati mwingine utumikie kuacha ibada. Mimi sisikii kwenda kanisani. Lazima utumikie hiyo hali, kwa sababu jinsi ulivyochagua ndani yako. Mimi sisikii kwenda kanisani, siombi. Lazima utumikie hiyo hali. Kwa sababu gani? Hilo ndilo chaguo lako. Kanisa la ibada hilo ndio chaguo lako. Umechagua mwenyewe. Amen. Kwamba umechagua mwenyewe kutumikia hiyo hali. Kwamba kuna wakati unapenda ibada, kuna wakati haupendi, kwa sababu akili zako zote uliamua kumpa Yesu. Moyo wako wote uliamua kumpa nani? Kama unaenda kwa Yesu, mwambie jirani yako, peleka moyo, peleka akili, peleka roho, peleka nguvu zako. Haya, kitabu hicho cha Wakorintho, amen, 13 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Biblia inasemaje? Kusema kwa lugha za malaika, za wanadamu na za malaika. Ndio. Kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Tena najapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote. Ndio. Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Ndio. Kama sina upendo, si kitu vile. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, na tena nikijitoa mwili wangu niungue moto. Ndio. Kama sina upendo, hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upazidi. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu. Mungu anasema kama ukigawanya moyo wako utakuwa na madhara makubwa. Utakuwa unanena sana kwa lugha, lakini upendo utakuwa huna. Alafu anasema kama wewe unafanya sana kwa Mungu, alafu kuna vitu vimepungukiwa, anasema wewe si kitu. Amen. Sijaponena kwa lugha za wanadamu, kama sina upendo, mimi sio kitu. Unanena kwa lugha za malaika na wanadamu, lakini moyo wako kuna sehemu umepeleka, akili zako kuna sehemu umepeleka. Biblia inasemaje? Sikiliza, tusiseme Mungu shusha utakatifu. Utakatifu unatafutwa na akili yako ndani. Chagua vitu vya kushika. Amen. Utakatifu hauteremki. Utakatifu ni kubadilika. Utakatifu ni kuchukua hatua. Utakatifu ni kuchukua hatua ya kumwegemea Mungu, kukaa upande wa Mungu, ni kuhakikisha akili yako haitendi mambo ya shetani. Amen. Sasa Biblia inasema hivi, mtu mwenye nguvu ya upendo, sio mwenye nguvu inayobagua, bali mtu mwenye nguvu ya upendo, anasema huyo ana uwezo wa kushika ibada, au ana uwezo wa kuzitunza ibada. Mtu huyo ana uwezo wa kuzitunza ibada. Amen. Biblia inasema mtu mwenye upendo ana kitu kimoja. Mwenye upendo ambaye amepeleka upendo wake kwa Mungu na akili zake kwa Mungu, ana kitu kimejificha ndani yake. Anasema upendo wa kweli wa kimungu hausudu, hautafuti mabaya. Huyo ni mtu mwenye upendo wa kimungu. Anasema mtu ambaye kweli upendo wake ameupeleka kwa Mungu, ukimtukana kujibu, ukimdharau hana muda wa kudharau wewe hata siku moja, kwa sababu yeye upendo wake yeye hajaupeleka kwa wanadamu, ameupeleka kwa Mungu. Na kama upendo wake ameupeleka kwa Mungu, chochote utakachokifanya kwake ni ngumu sana kukurudishia ubaya. Amen. Sikiza, maana tunasema vita tumwachie nani? Tunamwachia kweli Mungu. Tunamwachia. Sasa ukitaka kujijua mimi na Mungu tuko sawa, vita ije. Amen. Afu tuone unavyowaza, ili tutaona hayo majibu yako kweli wewe umemwachia Mungu vita, au vita unapiganaga mwenyewe. Majibu yako tu yanaonyesha wazi kabisa wewe vita umwachiaje Mungu, hata kitokee vipi.
lazima utajibu, lazima utapambana. Sema upendo haubagui, hauchagui, upendo hausudu. Amen. Upendo una matokeo ya ndani. Matokeo ya ndani ni kunyamaza. Amen. Sio kutoa majibu ya ovyo ovyo. Amen. Anasema upendo haupungui neno. Mpendwa, sikiliza. Inasema hivi, uhusiano wa kutoa sadaka kati yako na Mungu. Nisikilize sana hapo. Anasema upendo hauchagui neno. Ikiwa Mungu anataka moyo wako wote, ikiwa Mungu anataka akili zako zote. Sasa baada ya kuonekana moyo wako hujampa Mungu, akili zako hujampa Mungu, amen, mawazo yako hujampa nani? Mungu. Upendo ulionao unapungukiwa neno. Upendo ulionao, unajua ile hali ya kupungukiwa neno inatokana na nini? Lazima ujiulize, kwa nini ninasema upendo haupungui neno? Sasa kwa nini unapungukiwa neno? Inabidi jifunze kwanza, uulize hiki kinachosababisha nipungukiwe neno, nina connection ya aina gani katika moyo wangu? Sikiza, kuna mahali umepeleka upendo, alafu kule ulikopeleka upendo wakikuuzi, kuna majibu mabaya wewe yanatokaga kule ulikopeleka upendo. Alafu kama upendo wako umempa Mungu, wakikuuzi, kuna majibu mazuri yanatokaga kule kwa Mungu. Kuna majibu yanatoka. Sasa kutokana na jinsi unavyokasirika, amen, ni kwa sababu uliko connect moyo wako, lazima ukupatie vitu vya namna hiyo. Lazima ukupatie hasira, amen, kwa sababu upendo wako hujampa nani? Lakini kama upendo ulimchukua ukampa nani? Mungu, lazima kuna vitu vya kimungu wakati umekasirishwa vikumbuko katika kichwa chako. Kuna mtu akikutukana tu unawaza mabaya ya kila namna. Hapo unatamka nitakuua na kuua mtu. Nitakunyonga au kunyonga mtu. Yaani ndani nasikia kunyonga nyonga. Ndani kuna kuambia nyonga mtu. Kuua mtu. Tena mwingine anakuambia kabisa nitakukata kichwa. Mawazo alionayo nataka kukata mtu kichwa. Ni mawazo tu. Nitakuvunja miguu. Yanatoka wapi? Jiulize, hayo yanatoka wapi? Una connection na nini? Upendo wako umempa nani? Akili zako umempa nani? Na Mungu anasema lete huku tukusaidie. Amen. Kwa sababu kama huo upendo utauchukua utampa dunia, lazima utapokea malipo mabaya. Kipimo cha kwamba moyo wako umempa Mungu, akipuuza na waza nini? Ukipitia magumu na waza nini? Amen. Kwa nini unapungukiwa? Kuna mahali umepeleka upendo. Kwa nini huvumilii? Kuna mahali umepeleka akili zako. Katika kitabu cha Zaburi, tambua mambo ambayo Mungu anakutendea na ajifunze kuyaishi yale Mungu anayokutendea. Zaburi ya 59 mstari wa 16 mpaka 17 na Zaburi ya 79 mstari wa kwanza mpaka 25. Tutasoma andiko machache hapa. Tambua mambo ambayo Mungu anayekutendea, jifunze kuyaishi mambo ambayo Mungu aliyekutendea. Nami nitaziimba nguvu zako asubuhi. Nami nitaziimba nguvu zako asubuhi. Nitaziimba fadhili zako kwa furaha. Nitaziimba fadhili zako kwa furaha. Wewe ndiwe uliye ngome yangu. Wewe ndiye uliye nguvu zangu na makimbilio siku ya shida yangu. Hebu tafakari maneno ya huyo mtu. Kwanza anasema wewe ndiye uliye nini? Nguvu zangu. Nguvu zake mara ya kwanza zilikuwa wapi? Wewe ndiye kimbilio langu. Kimbilio lake mara ya kwanza lilikuwa wapi? Amen. Kimbilio lake mara ya kwanza lilikuwepo wapi? Nguvu zake mara ya kwanza zilikuwepo wapi? Umeweza kusoma? Mstari wa 17. Nguvu zangu nitakuimbia kwa furaha. Sikiliza haya maneno. Anaziambia nguvu zake. Nguvu zinazopatikana katika mwili wake. Anaziambia nguvu zangu, sasa ninataka tuweke agano na Mungu. Nataka tumuimbie Mungu kwa furaha. Maana Mungu ndiye aliye ngome yangu. Maana Mungu ndiye aliyenifikisha hapa. Kama ningeendelea kubaki kule walikokuwa wananipiga vita, yani nilikuwa napitia, hata hapa nisingefika. Ila nilipoanza tu kumwomba Mungu, kuna mambo yametokea. Sasa nguvu zangu, sikia, ni wakati wa kumsifu nani? Mungu. Amen. Nimaliza. Mungu kwa fadhili zangu. Mungu kwa fadhili zangu. Tukisoma hiyo Zaburi ya 89 mstari wa kwanza mpaka 25. Anasema, fadhili za Bwana nitaziimba milele. Anasema, nataka utafakari ya maneno. Anasema fadhili za Bwana nitaziimba milele. Kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote
vyote uaminifu wako. Kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele. Fadhili zitajengwa milele. Katika mbingu utauthibitisha uaminifu wako. Sasa huyu mtu anazungumza maneno mazuri sana. Nitamani ndio kutafsiri kila neno ambalo mtu analizungumza, alafu turudi kwenye swali moja. Amen. Huyu mtu kwa nini anayasema haya maneno? Hebu angalia nadhiri huyu mtu anayoiweka. Alafu nataka nije kwenye maisha yako wewe. Kuna maisha huyu mtu aliwahi kuishi. Amen. Maisha ambayo aliwahi kuishi mara ya kwanza yalikuwa ni maisha ya machukizo. Ni maisha ya kukosa msaada. Anasema alipomlilia Mungu na Mungu akaonekana. Alafu anasema na Mungu akamfadhili. Amen. Na Mungu akamsaidia. Amen. Alikuwa na nguvu, lakini Mungu akampa nini? Nguvu. Na baada ya Mungu kumpa nguvu, huyo mtu akatafakari, wakati huu nilionao sasa, je, ni wakati wa kuyaishi tena yale ambayo yaliyokuwa kilitesa kule nyuma? Ni wakati wa kujaribu kukimbizana na yale yaliyokuwa kitokea kule nyuma? Akakaa chini akatafakari. Akasema wakati huu ni wakati wa kuweka nadhiri na Mungu wangu. Sikiliza, haya maombi usiombe kawaida. Nataka ufikirie huyu mtu aliyeomba alifikiria nini? Kuna mahali aliwahi kuishi. Sasa anaamua kujihamisha yeye mwenyewe. Anaamua kujihamisha, anamwambia Mungu, kuna mambo kuanzia leo ninakuhakikishia hayo ndio nitakayozungumza. Hata kama nikitukanwa, hayo ndio nitakayo. Kuna neno umesoma hapa anasema nitahakikishia mataifa nini? Fadhili zako. Amen. Nitawahakikishia fadhili zako, haijalishi watanitukana. Amen. Watanidharau. Amen. Sitakaa upande wao, kwa sababu wakati nimekaa upande wao nilikuwa sina nguvu. Nilipokaa upande wao nilikuwa sina msaada. Sasa ninachagua ya kuyanena, sio yale ambayo yalinifanya nikaanguka. Amen. Sio yale ambayo yalinifanya nikapotea. Sasa ninaweka nadhiri, sitabagua. Sasa nataka kuyanena mambo ya aina moja. Nitaziimba fadhili zako. Amen. Nitazishuhudia mbingu ya kwamba wewe ni nani? Ni mkuu. Hayo ndio sasa yatakuwa ni maisha yangu. Tukabuli anaenda kitabu hiki, anaweka nadhiri, anajihamisha kwenye maisha aliyokuwa akiishi mara ya kwanza. Anaweka nadhiri na Mungu ya kwamba anamwambia Mungu, kuna mambo kuanzia leo ninataka kuweka ahadi na wewe. Haya mambo ndio nitakayoyanena. Haya mambo ndio nitakayoyasema. Hapo leo nitahakikisha. Sasa mtunga kaburi huyu, ikitokea kuna watu wamemuuzi, kuna watu wamemtukana, anakumbuka nadhiri yake aliyeweka na nani? Na Mungu. Sasa wewe kama unatukana, maana yake ukumbuki na unatukana na majibu, haukumbuki nadhiri ambayo Mungu ameweka juu yako. Hata ukumbuki nadhiri ambayo ulitoa kwa Mungu kwamba mimi nimefanya kiapo na Mungu wangu ya kwamba nitaziimba fadhili zake, si nitajibu kama wanavyojibu wao. Amen. Sitazungumza kama wanavyozungumza wao. Nimekumbuka huko waliko wao, waliko matusi, dharau, mimi nilikuwepo. Niliishia kuumwa, niliishia kupata matatizo, niliishia kuvamiwa na wachawi. Sasa nabadilisha lugha yangu. Amen. Ili Mungu anione. Wewe unajibu mabaya ili nani akuone? Una hamu shetani akuone? Una kiu? Una hamu shetani akuone? Unapookoka lazima ukubali kuzitenda kazi za Kristo, na kuzitenda kazi za Kristo sio kuwepo kanisani peke yake. Ni aina gani ya majibu unayopendelea kuyatumia? Aina ya majibu yako nataka kuanzia leo yawe na sura ya kumshukuru Mungu kwa njia ya kumdhihirisha. Amen. Kila unachoambiwa kibaya, basi hebu jitahidi kumdhihirisha Mungu katika kinywa chako. Usiamshe lile shetani ambalo umelituliza. Amen. Ni ambalo limetulia sasa, limekaa pembeni, sasa unalivutia. Hivi uliwaki vizuri, umeshalitoa hilo unaloliambia ulijiwaki. Umeelewa? Hilo umeshalichomoa, sasa usilivute lije tena. Amen. Tena wakikutukana useme Bwana, Mungu ndani yangu kuna Yesu. Kama ulitegemea nitaliamsha lipepo, siliamshi kamwe. Amen. Na likiamka pambana nalo litoke, usishinde nalo. Maandiko yanasema usishinde nalo hilo mpaka jioni. Litakula kwako. Litatoa Korinto, litatoa kitabu cha Isaya, litatoa
Tulikuuliza bwana, vipi kuhusu maandiko? Mimi zamani nilikuwa nashika maandiko, ukaniruhusu jamaa likaamka. Nikatoa maombi yote ya asubuhi. Ulikuwa na utaratibu wa kuomba, jamaa lilipoamka tu likafuta kila kitu. Usiamshe majamaa. Amen. Haya yakiamka ya kuachaji salama. Lazima yataondoa vitu vizuri ambavyo Mungu amewekeza ndani yako. Unapookoka, nataka uishi maisha ya nabii, maisha ya sadaka, maisha ya kumshukuru Mungu. Na kumshukuru Mungu nataka nikubadilishe, sio kusema asante, bali ni yale maisha ambayo kuanzia sasa unayaishi. Mimi naamua kuwa mtu mwema. Ninaamua kuacha hasira. Ninaamua kuacha majibu mabaya. Hayo mambo utakayoyafanya ni sehemu ya kumshukuru nani? Mungu. Nafanya haya kama sehemu ya kumshukuru nani? Mungu. Sina cha kumshukuru. Unadhani Mungu ukimletea pesa zinatosha? Si aliumba yeye? Kwani aliumba nani? Kwani kitu kingine kwa Mungu? Yule msemo nasema nimpe nini Bwana? Huna cha kumpa, kila kitu kimetoka kwake. Huna kipya cha kumpa nani? Cha kumpa Mungu. Amen. Sasa usikasema Mungu, hizi pesa nimezitengeneza mwenyewe, nimekuletea. Atakuuliza wapi ulitengeneza pesa wewe? Amen. Hiki kitu Mungu kuna kitu anakitaka. Anasema anataka chakula ndani ya mtu. Anataka maneno yako ni dhahabu. Hayo maneno unayoyatumia kuwajibu watu vibaya, peleka kwa Mungu, utapata faida. Lakini sio upeleke kwa wanadamu au utapata faida. Anasema hayo maneno ni chakula ambacho Mungu anakihitaji. Kesha kwenye sala, sio kukesha kwenye umbea. Amen.